Jeshi la polisi mkoani Mara linamshikilia mtu mmoja kwa mahojiano kufuatia tukio la kuvamiwa na kushambuliwa kwa mapanga mpaka kupelekea mauti ya Bi Rhoda Jonathan mwenye umri wa miaka 46. Tukio hilo limetokea usiku wa Alhamisi ya tarehe 23 Oktoba 2025 majira ya saa 1:30 usiku nyumbani kwa marehemu Rhoda Jonathan, mkazi wa mkoa wa Mara, wilaya ya Serengeti, kitongoji cha Burunga, kata ya Uwanja wa Ndege, baada ya muuaji kudaiwa kuruka ukuta na kuingia ndani na kufanya kitendo hicho cha kinyama. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, kamanda wa polisi mkoani Mara, Pius Rutumo, ameeleza Jambo TV kumshikilia mhandisi Wilson Chazi ambaye ni meneja wa TARURA mkoani Kagera, huku taratibu zingine za kisheria zikiendelea. Ni kweli tukio lipo na mtu mmoja anashikiliwa. Mtu anayeshikiliwa ndio huyu ambaye anatajwa kama mume wa marehemu Rhoda Jonathan. Ni sahihi. Ni nini mikakati ya jeshi la polisi kuhakikisha sasa linatokomeza hivi vitendo vya ukatili ambavyo tunaviona vimekuwa vinaleta sitofahamu katika jamii ya mkoa wa Mara? Hili si jambo la mkakati wa jeshi la polisi, ni jambo la jamii nzima. Na ninyi mnavopaza sauti ndio elimu yenyewe kuiambia jamii, kwa sababu haya ni mambo ya kijamii zaidi, ni mambo ya kiroho zaidi, ni mambo ya kimaadili zaidi. Okay. Tofauti na kazi za doria ambazo polisi angeweza kutoa, angeweza kufanya doria. Lakini sisi mikakati yetu na sisi ni kutoa elimu, kama ambavyo tunao vijana wetu kule kwenye kata wanaendelea kutoa elimu, kuwaelimisha watu kuacha kujichukulia sheria mkononi. Lakini hizi ni tamaa tu saa nyingine, lakini kuondokana na ile migogoro ya kifamilia. Ndio. Kwa hiyo ni jambo la watu wengi na si jambo la mtu mmoja, jambo la taasisi ndio za kidini, taasisi za kijamii, lakini ninyi watu wa habari pia mnasaidia sana katika swala hili la uelimishaji. Na mpaka sasa mheshimiwa, pengine upelelezi tunaamini unaendelea, pengine umefikia wapi? Nimeshakwambia kuna mtu mmoja amekamatwa anahojiwa kwa jambo hilo. Ni wazi kwamba uchunguzi unapokamilika zinafuata hatua nyingine za ule mnyororo wa haki jinai. Mnyororo wa haki jinai ni jeshi la polisi linapeleleza, lakini watu wa mashtaka na wenyewe wanasoma majarada na kujiridhisha na kuona shtaka hili linaweza kufikishwa mahakamani, na ikifikia hatua hiyo basi mahakama na yenyewe inachukua nafasi yake, ambapo sasa kuna kwenda na swala la ushahidi kupelekwa mahakamani na hatimaye mahakama kutoa maamuzi yake. Nafikiri ndio hilo ambalo ungepaswa kujua au jamii ingepata kujua. Mtazamaji wa Jambo TV, picha za mwili wa marehemu hazifai kuoneshwa. Hata hivyo, kwa mujibu wa mashuhuda walioshuhudia mwili huo, wameiambia Jambo TV namna mwili huo ulivyokatwa mapanga maeneo mbalimbali ya mwili, ikiwemo kiganja cha mkono wa kulia kikiwa chini, huku mwili ukiwa chini ya pembeni ya kitanda ukiwa na majeraha makubwa kifuani, mkononi, mdomoni na kwenye maeneo ya maziwa. Marehemu Rhoda Jonathan ni mke wa meneja wa wakala ya barabara za vijijini na mjini TARURA mkoa wa Kagera, mhandisi Wilson Chazi, ambaye wamefanikiwa kupata watoto 3, kati yao wa kike 2 na mmoja wa kiume mwenye umri wa miaka 7 ambaye ni mlemavu wa viungo. Jambo TV tumezungumza na majirani wa marehemu pamoja na mwenyekiti wa kitongoji. Mbali na hao, tumezungumza na kijana Mofati aliyekuwa akiishi na marehemu ambaye ni shangazi yake, na hapa anasimulia. Kwa nini nagonga geti amnifungulie? Na sisi tukao tujasikia kama kuna mtu amegonga geti. Sasa pale yule akaangalia, mbona geti zimefungwa? Sasa yeye amepita wapi? Yule akaachana naye. Akaja kanikuta jikoni. Yana nikuta jikoni. Aliniuliza mama yupo wapi? Kabla hata sijamjibu, mama alikuwa anaongea na simu chumbani kwake. Ndo akasikia ile sauti ya mama, ndo akapita free kwenda chumbani. Sasa alipopita pale nikamfuata nyuma. Ile kumfuata nyuma tu nafika naona kama anampiga mama na mpanga. Sasa nilivyoona pale mimi nikakimbia kutoka nje kuambia hawa walikuwa huko ndani.
Sasa nilipowaambia hawa, tukakimbia kwenda mle. Eti tunafika mlangoni eti tuingie, tunakutana naye anatoka. Sasa tulipokutana naye pale anatoka, akatuambia tukae chini. Sisi hatukukaa chini, tukageuka tukakimbia. Eti tunakimbia tukimbia kwenye huo mji wa jirani hapo. Eti tunafika pale kulikuwa na mtu mwingine tena kwenye kona pale. Sasa tukakimbia hivi tukaenda kusimama kule barabarani. Tuliposimama pale barabarani, baada ya dakika kama 5 hivi tukarudi. Tuliporudi tukaingia ndani. Mimi nikaingia nikaenda mpaka chumbani. Nilipofika chumbani nikaona kama hakuna mtu. Sasa ile nataka nirudi hivi nikaona mkono wa mama umekatwa upo kando pale chini pembeni kwa kwenye kitanda. Sasa pale nikakimbia nikawaambia hawa eti hakuna mtu lakini naona mkono. Sasa wale wakaja tukaingia wote. Mmoja akapanda juu ya kitanda akamwangalia, alikuwa amedondoka pembeni mwa kitanda kule juu. Sasa baada ya hapo sisi tuliogopa hata tukupiga kelele wala kuambia mtu yeyote. Tukakimbia mpaka shuleni. Tulipokimbia mpaka pale shuleni tukaambia headmaster wa ile shule. Yule headmaster ndo akapigia viongozi simu. Viongozi sasa ndo wakapigia polisi. Watu wakapiga. Sasa watu walivyoambiwa wakakimbia kuja huko akilia, watu wakaja kaenda kumwangalia. Wakasubiri polisi wakaja ndo wakamchukua wakaenda naye. Tukampeleka kwanza mochari pale. Ndo tukaenda kituoni kwa ajili ya kutoa maelezo. Mimi ni mkazi wa hapo kitongoji cha shuleni, kata ya Uwanja wa Ndege. Nilikuwa mjini kwenye shughuli zangu. Baadaye jirani yangu akanipigia simu. Akaniambia tuko polisi. Nikamuuliza kuna nini, mko polisi? Maana namjua sio mtu wa matukio. Akaniambia tuko polisi. Mama Agata amevamiwa, amekatokatwa mapanga. Nikamuuliza na nani? Akanijibu hata yeye hajui. Ni simu amepewa taarifa, imebidi ameenda polisi kutoa taarifa. Basi nikamuita kijana wangu, nikamtuma. Kimbia kwa mama, chukua boda. Kimbia kwa mama Agata. Nasikia amevamiwa, amekatokatwa. Kama bado hawajamuumiza, hajafa, uniambie nije na gari tumkimbize hospitalini. Kijana akachukua boda akaja. Alipofika akanipigia simu. Mama huyu tayari wameshamuua. Basi nikafunga nikaja huko msibani. Baadaye nikaenda nyumbani kwangu kuwachemshia wageni waliokuwa wamefika hapo chai ili niwaletee. Nilipofika binti akaniambia mama unajua watu wameanzia hapa nyumbani? Nikamuuliza umewajuaje? Kuna watu wamekuja hapa nyumbani 3. Mmoja akiwa na pikipiki. Walipofika wakatuuliza mko sawa? Tukasema kuna shida gani? Tukasema hamna shida. Basi baadaye hapa ni kwa nani? Wakasema kwa mama Roda. Wakapiga simu, bosi tumefika kwa mama Roda. Waliposema tumefika kwa mama Roda, ikabidi awaambie sio hapo, huyo ni mama Roda, nenda kwa Roda mke wa engineer. Basi wale watoto wakarudi ndani wakawa wamefunga mlango. Wamekaa kama nusu saa. Wakasikia yoe. Waliposikia yoe na mimi nikawa nimewapigia simu. Nikamwambia mama Agata ameuawa. Basi walivyoniambia hivyo ikabidi nguvu ziliniishia hata sikurudi msibani. Nikamwambia pia kijana wangu chukua hii chai upeleke pale msibani, kuna watu wako pale utawapa wanywe. Kijana akawa amepeleka chai. Mimi nikarudi nyumbani. Kwanza kabla ya hapo nilipofika pale msibani kweli nilienda nikashuhudia alikuwa amelala, ila tulifika na polisi wakawa wamefika. Polisi wakawa wanakuambia tokeni.
tukawa tumetoka, lakini nilishuhudia akiwa uchi na mkono, kiganja cha mkono hapo katikati kikawa kiko chini. Basi polisi walivyosema ondoke, tokeni, tukawa tumetoka nje. Wakawa wamembeba kwenye zulia, wakamweka kwenye kile kitanda chao, wakampeleka kwenye gari. Nikiwa kama mwanamke, huyu alikuwa ni jirani yangu na ni jirani mwema ambaye hana matukio yoyote yale. Na kwenye mtaa wetu tukio la hivi ni la kwanza. Tangu nimehamia hapo, mimi ndiye mkazi wa kwanza kukaa hapo. Lakini sikuwahi kuona tukio la hivi. Hata barabarani kusimamishwa hivi sijawahi kuona. Hilo ni tukio la kinyama, na naomba serikali kupitia tukio hili watuangalie sana. Mtu akiwa amefanya tukio la hivi, wakimpata watumie sheria, wasimuache lisije likawa endelevu, kwa sababu mama aliyemuua anakata hadi titi lake. Ni mama huyo amenyonya titi la mama, ni mama kama mama yake. Tunaomba serikali watusaidie kwenye tukio hili ili lisijirudie tena. Ni maumivu makali kwa sababu alikuwa ni jirani yetu mwema, alikuwa hana shida. Tunasikitika sana sana sana, na tumeumia. Tumeondolewa jembe la mtaa, alikuwa ni katibu wa maafa mtaa. Mpaka sasa hivi unaona wanawake wameshindwa kupika. Imebidi tukodi wapishi wapike kwa sababu hawana nguvu za kupika kwa sababu jembe lao limeondoka. Nashukuru serikali, naomba watusaidie wamama. Mnahisi nini sasa baada ya tukio hili kutokea? Sasa hivi hatuna amani, hata kwenye familia zetu hatuna amani. Kwa majina anaitwa James Makuru Marwa. James Makuru Marwa. Mimi ni mwenyekiti wa kitongoji cha Burunga. Kitongoji cha Burunga ni kijiji cha Burunga pia. Kata ya Uwanja wa Ndege, wilaya ya Serengeti, mkoa wa Mara. Mimi nadhani kwa tarehe 23 ni saa 2 usiku nilipigiwa simu na mwalimu mkuu wa shule sekondari Serengeti kuwa kuna tukio limetokea hapa jirani kwa Engineer Wilson. Kamuuliza tukio gani? Aniambia wewe njoo. Basi nikatoka nyumbani kama nilivyopokea taarifa kutoka kwa mwalimu, nikaenda mpaka kwa Engineer Wilson. Baada ya kufika kwa Engineer Wilson sijakuta mtu yoyote kwa kweli pale nyumbani. Basi kabidi nimrudie mwalimu, maana nilifika baada ya kubisha hodi hamna chochote wala nini. Basi kabidi nimrudie mwalimu kwamba mwalimu, mbona umeniambia kuna tukio hapa lakini hamna mtu yoyote hapa, kulikoni? Akaniambia uko wapi? Nikamwambia niko hapa kwenye mji. Niambia hebu nisubiri. Baada ya kumsubiria ndiye akaja na wanafunzi na baadhi ya walimu. Nikauliza kuna nini? Basi wale wanafunzi wakasema hebu ngoja tuingie ndani tuone. Wanafunzi wakafungua geti la kwanza, tukaingia ndani. Wakafungua geti la pili, tukaingia. Basi tukaingia kwenda kule ndani. Tena wanafunzi waliokuwa ametangulia alikuwa anaingia kwa uoga kweli kweli. Ikabidi mimi nitoke sasa nitangulie ili anielekeze kwamba tunapitaje mpaka kuingia kule alikokuwa anasema kuna tukio. Basi nikaelekezwa kama tulivyoelekezwa na huyo mtoto, tukaingia mpaka kule ndani. Ila tulivyoingia chumbani, kwa haraka sikuona chochote isipokuwa niliona mkono ndio ulikuwa umekatwa uko mbele hapo ya kitanda chini. Nikauliza mbona sioni chochote, kulikoni? Na hiki kumulika vizuri nikaona ni mkono. Jambo. Ila kuna damu ilikuwa imemwagika kidogo kitandani. Baada hiyo nikachukua tochi ili nijiridhishe mle ndani. Kwenda kumulika nyuma ya kitanda, ndio nikakuta mwili wa marehemu uko pale. Nikamwambia jamaa, huyu mama ameuawa. Anasema ndio hiyo taarifa tuliyokupigia simu ili uje tuone tunafanyaje.
Baada ya kuona lile tukio, basi nikachukua jukumu la kupiga simu polisi. Polisi wakanijibu kwamba subiri, tunakuja. Na kweli tulisubiri muda si mrefu, polisi wakawa wamefika. Walivyofika na wao wakaingia, wakashuhudia kilichofanyika na nini. Basi wakachukua jukumu la kubeba ule mwili, tukaweka kwenye gari ya polisi kupeleka mochwari. Baada kupeleka mochwari, maana tuliondoka na wale vijana ambao ni wanafunzi waliokuwa wamemfuata yule mwalimu, waliokuwa wanaishi kwenye ule mji wa Wilson pale. Baada kufika, tulivyohifadhi mwili mochwari, tukarudi polisi wale watoto wakatoa maelezo, basi tukarudi nyumbani. Baada kufika nyumbani, basi tukawaacha wale watoto pale nyumbani na baadhi ya watu waliokuwepo. Basi mimi nikarudi kuja nyumbani. Asubuhi yake kwenye saa 12 hivi nikapigiwa simu tena kwamba jamaa, tumepita hapa barabarani jirani na kwa Wilson hapa, tumekuta kuna panga iliyofanya yale majanga. Ikabidi nitoke nyumbani tena kwa mara nyingine. Nikaenda kweli nikaona ile panga. Baada ya kuona ile panga, nikampigia polisi simu. Panga ikiwa ina gani? Panga ilikuwa ikiwa na damu. Ilikuwa na damu. Imerushwa pembeni mwa barabara. Basi nikapigia polisi simu. Polisi akaniambia mtu asije akaishika, msubiri mpaka tufike wenyewe. Na kweli tulifanya hivyo kama walivyotuelekeza. Tukakaa pale mpaka polisi walivyofika. Wenyewe ndio walioichukua ile panga kwa vifaa walivyokuwa navyo. Basi tukawa tumekomea hapo. Wakasema sasa sisi ngoja tufanye uchunguzi, tuone ni nini kilichopelekea mpaka huyu mtu kufanyiwa ukatili wa namna hii. Majeraha niliyoyaona, kwanza mkono ulikuwa umekatwa, mkono wa kulia ulikuwa umekatwa, mkono wa kushoto ulikuwa umekatwa hapa kwa nyuma na hapa mbele hapa hivi, wamekuwa kama wamepasua hivi. Na kuna majeraha mawili kifuani hapa juu ya titi, upande wa huku na upande wa huku. Na hapa mdomoni kulikuwa na jeraha pia. Ndio majeraha niliyoyashuhudia. Na kwa upande wa familia ya marehemu, wamelalamikia ndugu wa mume kujitenga na kupanga taratibu za mazishi haraka bila wao kushirikishwa, huku wakisema tangu kuripotiwa kwa mauaji hayo, ndugu wa mume hawajafika katika mochwari ya hospitali ya DDH kushuhudia mwili huo, na badala yake kupanga mazishi, jambo ambalo limewashtua na kupelekea ndugu hao nao kujitenga na kuweka msiba mwingine kwao na marehemu. Mtazamaji wa Jambo TV, endelea kubaki nasi tukikuletea hivi punde mwendelezo wa taarifa hii.